Mwenye hekima huaja na kujificha, bali pumbavu kwenda mbele na kuvimba kichwa. Hatari. Mpendwa mtazamaji, na kukaribisha kuweza kufata kipindi chetu kizuri kutoka kitengo hichi cha TKTV. Inaitwa Tukutane TV. Tunapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkoa wa Kivu ya Kusini, tarafani Fizi, ndani ya mji wa Baraka. Mimi ni Juma J. Juma Masuku ambaye nakuletea kipindi hichi, mpendwa mtazamaji, na hapa tunapatikana katika soko ya Mwemezi, ni mjini Baraka. Tunakuonyesha matatizo na majanga ambayo imeikumba soko ya Mwemezi mnamo miaka 4 sasa. Soko ya Mwemezi ambayo ilikuwa na upana wa mita 200 kwa sasa imebaki ni kama mita 70 tu, na wafanyabiashara wanahangaika sana tena sana. Ni namna gani watakizi mahitaji ya watoto nyumbani, ni namna gani watakavyoendesha biashara vyao ndani ya soko hili la Mwemezi. Fata mwanzo hadi mwisho, mpendwa mtazamaji, ila tu usikose kulike, kushare, kucomment na kusubscribe channel yetu ya TKTV inaitwa Tukutane TV. Napiga saluti na kukaribisha mara tena, fuatilia kipindi hichi mwanzo hadi mwisho. Jambo sana mtangazaji. Asante sana, unaweza kujitambulisha? Mimi naitwa Bakari Munini Bamse wa Bamse, vice president wa kamati ya soko ndani ya soko yetu ya Mwemezi. Asante sana makamu presidenti wa soko hii ya Mwemezi, na tuko tayari katika eneo lako. Tungependa utufahamishe kidogo, kabla hii soko haijaharibika. Imeshakuwa na siku ngapi sasa toka hii soko iharibike? Soko tangu imepatwa na janga ile la maji tunakuwa na miaka 4. Tumekuwa na miaka 4 tunakabiliana na dalili ya maji, maana tuliona yanakuja taratibu, tukasema wenda ni mvua zimeendelea kuwa nyingi, lakini siku hizi tulikuja kutambua kwamba maji kupanda yapatani tena na dalili ya mvua, bali ni kipindi chenyewe kimeruhusu maji kuongezeka tu. Labda watazamaji wetu wangependa kujua soko ilikuwa na upana gani na urefu gani? Naona sasa imebaki kuwa ndogo. Kwa wakati ambao soko hii iliweza kukatwa ilikuwa na 200 metre carré. Lakini leo hivi inawezekana tunabakia hata 80 metre. Yaani saa 20 metre yote imesha kuwa inonde. Na hiyo inatuletea utafiti umekuwa mdogo sana, kwa sababu wafanyabiashara wamekuwa maadui wao kwa wao. Sababu kila mtu anakuwa anaona pale kwenye anaona mwanya na anajichomeka pale, na hapo anaanza kuchuuza, swala ambalo linaleta kelele ndani ya soko ya Mwemezi. Na ule uhuru wa anwani, donc biashara ina dependre na adresse. Mtu anakuwa tena ana adresse. Yani aliyekuwa anachuuzia sehemu fulani, ukienda kumtafuta pale umpati. Hivi leo biashara vya watu wa kuku hatujui wanakuwa na anwani gani. Leo hivi tunahamisha watu wa tomate na wengi, yani hivi tunakuwa hatuna akili timamu kwa ajili ya matatizo ya soko yetu ya Mwemezi. Jo, hii soko Mwemezi ilikuwa inaeneza nafasi zote kabisa, nafasi ya kuegesha mitungu, nafasi ya biashara tofauti. Ilikuwa inaeneza ama tu watu walikuwa wanajibana toka mwanzo? Hii ndo inaitwa soko mama ya tarafa la Fizi na jiji la Baraka. Sababu hakuna soko ilikuwa inaeneza condition. Nafasi ya watu kutokea kwanza ndani ya boti ilikuwepo, nafasi ya kuweza kudesharge mizigo ilikuwepo, nafasi ya akeye ya mizigo kuiweka, baadaye taxation inafanyika na kisha ndio mizigo inaingia ndani ya soko. Sehemu zote zile zilikuwa, lakini hizo sehemu zote hivi hazipo. Boti leo inaegesha ndani ya soko moja kwa moja, na hiyo ndio tatizo tunakuwa nayo. Hatujui tuweke mzigo wapi na tuuzishie sehemu gani. Soko hii ni kwa sasa ni ofisi ngapi ambazo zimeshabomoka ndani ya soko ya Mwemezi? Ofisi ambazo zimekwisha kuondoka ndani ya soko ya Mwemezi, tuko na ofisi ya Scoate ambayo ni shirika la wale wachukuaji wa mizigo, donc les armateurs. Tuko na depo karibuni 3 ambazo zishaondoka, zenye ziko supervision ya meri yetu ya vile ya Baraka. Tuko na nganda kule nyuma ya hewa bora ambayo nayo ilikuwa ni kitulizo cha wafanyabiashara, tayari imekwisha kuondoka. Kwa hivyo sasa upande mwingine nikienda huko mwanzoni, ofisi ya maritime ilishaondoka, ofisi ya kamati ya wavuvi ilishaondoka, na watu wa marestora hawapo tena. Kwa hivyo tunakuwa na vitengo vingi ambavyo vilishapoteza nafasi. Ikiwa ni miaka 4 sasa, wafanyabiashara wanasema kwamba wanaendelea kutoa ushuru. Je, serikali imefikiria kwa lolote lile kuhusu kukarabati hii soko? Mimi kama vile kiongozi wa wafanyabiashara
ninayapa macho yangu, malalamiko yangu kunako uongozi wa serikali. Kama vile soko iko na administrateur wa soko ambaye ni kitengo kutoka meri, na iko vile vile na gérant, na wale ni viongozi ambao kwa muda wote najumuika nao na wanaona magumu yetu. Kwa hivyo sina haja tena ya mimi kuambia, isipokuwa matatizo hata ofisi yao nayo ilishazingirwa na maji hivi ninavyozungumza. Kwa hivyo nasubiri kwa wao kile watakachopangilia cha kuleta manufaa, basi itakuwa ni faida kwangu na faida kwa serikali. Je, kama vile kiongozi wa soko na umeona serikali imechelewa kwa ajili ya kukarabati barabara, je, uliwahi kuhamasisha wafanyabiashara ili muweze kufanya saa longo, muweze kupata hata nafasi 1, 2, 3 ambapo wafanyabiashara wengine watakaa kwa ajili ya kujiendesha kimaisha? Saa longo inafanyika sehemu ambayo kuna madesordre, donc kuko kama vile takataka, tuitengeneze ili tuhamie pale. Jiji la Baraka kuna sehemu yenye kuwa bure. Kila sehemu ni milki ya mtu au milki ya serikali. Hivi watu wenyewe wanakuwa najipanga mumaveni. Donc mtu anafuata barabara, hivi biashara vinakuwa vinaenda vinafuata barabara kama vile kusoko ya Zairwa. Ndio ritme inakuwa na leo hapa kwetu Mwemezi. Kwa hivyo tunaendelea kusubiria tu utaratibu na wanaendelea kulipa yani taksi za leta. Tunaendelea kusubiria, yani tuko wapole kusubiria serikali vipi itatupangilia, kisema kwamba soko ya mie maveni na wao wenyewe waje tushirikiane kwa mpangilio taratibu namna gani tutakwenda tunawaweka watu. Lakini kuna watu ambao itakuwa ni vigumu kuhamisha maveni. Mfano mtu wa restaurant ni mtu ambaye anajenga, anakuja na anakuta jengo lake pale. Sasa na mule maveni ni barabara, yule mtu atakaa wapi? Ndio watu tunawalilia kilio kikubwa zaidi. Je, kama vile kiongozi umewahi kufanya plani yoyote ili kuhusiana na soko? Kama serikali imekuomba plani yoyote kwa ajili ya kuweza kukarabati soko, je, uliwahi kufikiria kufanya hiyo plani ya soko? Plani ya soko ipo, lakini ninapoangalia plani na eneo ambayo tunayo haipatani. Ni kama kwa sababu nina zaidi ya wafanyabiashara 2000. Na wakati nafanya planification na dependre na maregroupement ya makundi fulani, watu wa tomate, watu wa mahindi. Sasa kuweza kuweka watu wa maproduce agricole eneo yao, na watu wa maproduce halieutique eneo yao, watu wa mavazi eneo yao, watu wa kuku, watu wa sijui kama vile waunga, na watu wenye kuwa na visa mbalimbali kama vile tunasema masake za vide. Naona kwamba planification yangu iko kama vile inatombe mwesheke, sababu haifanani na entite yenye niko na defendre. Yani soko na watu havipatani tena. Nikiangalia hapa upande wa juu, labda mawazo ya watu wengi wanasema kwamba hii soko ingesukumwa kwa upande wa juu, na tukiangalia upande wa juu kuna viwanja vya watu hivi. Mtapata changamoto yote ama matatizo yote na wale wenye viwanja kuhusiana na mawazo ambayo wafanyabiashara wengi wanatoa? Asante. Kama vile nchi zenye kuendelea, mtu akizama uaga anapata vifaa vya uokozi, na sisi tumeshazama, tunasubiri ni serikali kuja kutuokoa tu. Hatuna plani nyingine, ni serikali kuja kutuokoa. Na kama inatusikia na pesa zetu zinaingia kunako mfuko wa serikali, ni jukumu lake kumtetea haki yule ambaye amekuwa mnyonge kwa wakati wake. Asante sana. Labda neno lako la mwisho kwa wafanyabiashara wote ambao sasa hivi roho zao ziko juu, wengine ni kama shamba yao lakini hawapati mazao yoyote, na wengine mpaka sasa wanahangaika. Neno lako la mwisho kwanza kwa biashara, kwa wafanyabiashara kwa mrazi, kisha utafanya neno lako la mwisho kwa serikali ambayo inatutizama mdau. Asante kwa wafanyabiashara, naendelea kuambia wao watulivu. Najua meya yetu na meya wetu vile vile, meya ni mtu wa maendeleo, na tunajua anafanya miradi mbalimbali kwa ajili ya kuendelesha eneo na jiji letu la Baraka. Na anavyojua uchumi ambao unaingia ndani ya soko ya Mwemezi, na ninavyomtambua umaarufu wake na makini, najua kwamba atatenda litakalowezekana ili kuweza kuokoa wachuuzi wa soko yetu wa Mwemezi. Watulie, najua mzee kunafanya etide ya planification namna gani tutaokolewa kwa ajili ya hii inondation ambayo imetupata na ambayo ni madhara makubwa. Kuangalia wateja wanaotoka kuanzia Goma, wengine wanatoka Kilembo, wengine wanatoka sijui wanatoka Kalemi, wote wanakuja kutanana ndani ya soko ya Mwemezi. Sasa adresi ya Mwemezi kipotea, dunia nzima italaumu uongozi.
na najua kwamba huwezi kubali kulaumika. Asante. Asante sana kwa muda wako. Nami nashukuru sana watangazaji. Asante. Okay. Napitia kwa sasa matatizo ya kukosa nafasi na wengine kabisa hawalemi tena. Asante mtangazaji, kuhusu hilo swala linakuwa ni swala tete, yani linazua kinyongo kikubwa ndani ya soko ya Mwemezi. Kuna wafanyabiashara hivi wamesema kwamba kuko taksi zenye wataki kuzilipa. Mfano location terrain, taksi ekonomi. Utaenda kudai ardhi na mtu anakuwa ndani ya maji, akulipe nini? Hilo swala wanakuwa nalipigia. Unaona hapo kabisa wanafanya vibaya au wako kabisa na haki? Mimi niko sindikaliste wa komersa na niko hapa kwa ajili ya kurahisisha serikali kulipo haki yake. Sasa sitokubali mfanye biashara alipe taksi arizini na iko juu ya maji. Nitaona kwamba amekuwa mnyonge. Watu wengine wanasema patante, wao ni wafanye biashara. Analeta biashara, hana sehemu ya kuchuuzia. Atakuwa mfanye biashara gani wa kulipa patante? Kwa hivyo ndo pale tunaomba kiongozi wetu wa jiji la Baraka afanye jukumu kubwa ili zile taksi ziweze kulipiwa, ni mpaka wapate nafasi ya kuchuuzia. Kwa hivyo tunaomba serikali iwe makini, ifanye wepesi, kwa sababu wale watu wasipopata nafasi, serikali tunahofia haitaingiza mfuko mzuri kunako uchumi wa nchi. Tunahofia hilo kama vile viongozi. Okay, asante sana. Asante sana. Na sisi tunashukuru sana watangazaji. Asante. Jambo. Jambo. Unaweza kujitambulisha? Ndiyo, mimi ndo mama presidente wa mama wa mboga. Kwa jina naitwa Riziki Kiza. Asante sana. Tumekuja kuwatembelea kuonyesha namna gani soko Mwemezi imekuwa ndogo kwa matatizo ya maji kuingia sana. Hivi ni changamoto gani ambazo mnazipata nyinyi kama wamama wa mboga? Tunashukuru sana kwa kuja kutuhoji kwa ajili sisi tunaona kwanza ni maajabu. Kuona leta gisi na kuja yenyewe kuja unatoza mahela zao za mataksi. Na watu wanakosa fasi wa mama fasi ya kuterekea. Hatuna kwa wafanyabiashara wenzako na kwa serikali yetu. Neno langu la mwisho nasema kama serikali ifanye nguvu kwa kututengenezea soko na kutafuta kwenye tutaika ajili ya soko. Tunahangaika tujue che tutalisha watoto. Asante sana kwa muda wako. Asante sana na mimi nashukuru kwa gisi mnanifikia.